Basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni, akaketi pale. Na tazama, yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu, ambaye Boazi amemnena, akapita naye akamwita, haya, wewe karibu uketi hapa. Naye akaja akaketi. Kisha akatwaa watu 10 miongoni mwa wazee wa mji, akawaambia, ninyi nanyi ketini hapa. Wakaketi. Kisha akamwambia yule jamaa, huyu Naomi aliyerudi hapa kutoka nchi ya Moabu, anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo ndugu yetu Elimeleki. Nami ilikuwa nia yangu nikujulishe wewe na kukuambia, uinunue mbele ya hawa waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu. Kama wewe utaikomboa, haya, uikomboe. Lakini kama utaikomboa, uniambie ili nijue mimi, kwa kuwa hakuna mtu wa kuikomboa ila wewe, na baada yako ni mimi. Naye akasema, nitaikomboa mimi. Ndipo Boazi aliposema, siku ile utakapolinunua shamba mkononi mwa Naomi, unamnunua Ruthu pia, huyu Moabi, mkewe marehemu, ili makusudi umwinulie marehemu jina katika urithi wake. Basi yule jamaa aliyekuwa wa karibu akasema, mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu, nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Basi haki yangu ya kulikomboa ujichukulie wewe, maana mimi sitaweza kulikomboa. Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli, kwa habari ya kukomboa na kubadiliana. Ili kuyahakikisha yote, mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe ujinunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake. Naye Boazi akawaambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa ya Elimeleki, na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruthu Moabi, mkewe Maloni, nimemnunua awe mke wangu, makusudi nipate kumwinulia marehemu jina katika urithi wake, jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake, wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi, na watu wote waliokuwapo langoni na wale wazee wakasema, naam, sisi ni mashahidi. Bwana na mfanye mwanamke huyu aingiaye nyumbani mwako kuwa kama Raheli na kama Lea, wale wawili walioijenga nyumba ya Israeli. Nawe ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehemu. Nyumba yako na ifanane na nyumba yake Peresi, ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda, kwa wazao atakaokupa Bwana katika mwanamke huyu. Basi Boazi akamtwaa Ruthu, naye akawa mke wake, naye akaingia kwake, na Bwana akamjalia kuchukua mimba, naye akazaa mtoto wa kiume. Nao wale wanawake wakamwambia Naomi, na ahimidiwe Bwana asiyekuacha leo hali huna wa jamaa aliye karibu. Jina lake huyu na liwe kuu katika Israeli, naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako. Kwa maana mkweo ambaye akupenda, naye anakufaa kuliko watoto 7 ndiye aliyemzaa. Basi Naomi akamtwaa yule mtoto, akamweka kifuani pake, akawa mlezi wake. Nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina, wakisema, Naomi amezaliwa mwana. Wakamwita jina lake Obedi, yeye ndiye baba yake
Yese, aliye baba yake Daudi. Hivi ndivyo vizazi vya Peresi. Peresi alimzaa Hesroni, na Hesroni akamzaa Ramu, na Ramu akamzaa Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nashoni, na Nashoni akamzaa Salmoni, na Salmoni akamzaa Boazi, na Boazi akamzaa Obedi, na Obedi akamzaa Yese, na